Kwa majina naitwa Noela Omoka Chidumule, nasoma kidato cha 3 katika shule ya sekondari Green Acres. Na kwa upande wangu mimi naona kwa mitandao ya kijamii ina hasara. Kwa sababu inaweza ikasababisha uraibu, yani addiction. Mwanafunzi anaweza akawa ametoka shule moja kwa moja akaenda kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook. Anaweza akawa anajipotezea muda kwa kutumia mitandao ambayo itasababisha addiction. Anakuwa hafanyi kazi zake za shule, anakuwa hafanyi chochote, anakuwa tu yuko busy na mitandao. Hiyo inaweza kusababisha pia kushuka kitaaluma na pia inampotezea sana muda wake na hivyo tu. Okay. Sawa. Jamani, Noela anasema kwamba hapa mada kuu inayozungumziwa ni kuhusiana na masuala mazima faida na hasara za mitandao ya kijamii. Ndio. Naelewa tumemsikia mrembo hapo akasema kwamba kuhusiana na swala zima la nini? Anasema unaweza kujifunza kupitia uraibu. Amesema kwanza amesema unaweza kujifunza kwanza. Ndio. Kwa kumaanisha kwamba faida. Unaweza kujifunza kupitia content mbalimbali ambazo zinaonekana YouTube ambazo ziko kwa ajili ya kumjenga mwanafunzi, mtu yoyote yule ambaye anataka kujifunza vitu mbalimbali. Lakini kwake Noela anaona kwamba kutakuwa kuna masuala kama ya kuwa addicted na hayo masuala. Lakini bado tuko nao hapa na wanaendelea kutueleza mambo mengine mengi zaidi. Mwingine? Kwa majina naitwa Christian Dennis Msimbe, ni mwanafunzi wa kidato cha 3 shule ya sekondari Green Acres. Kwangu mimi pia naona mitandao ya kijamii pia ina faida. Kwa sababu mitandao ya kijamii inarahisisha na kudumisha mawasiliano baina ya watu walioko sehemu mbili tofauti aidha mbali hivyo. Yaani mifano hai ni kwetu sisi wenyewe. Wengi wetu sasa hivi kama ninavyojua watu wengi wana maendeleo. Sasa like unakuta mtu anaishi hapa lakini familia yake labda iko nje, au labda mtu yuko nje, mzazi yuko nje lakini familia yake iko ndani. Lakini njia pekee ambayo unaweza wakawasiliana watu hao familia hiyo ni kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp au Instagram. Kwa hiyo yani mitandao ya kijamii inarahisisha sana na mawasiliano na kudumisha ule ufamilia baina ya watu. Kwa hiyo umbali inakuwa sio kikwazo tena kwa sababu mitandao ya kijamii ipo. Okay. Kwa majina naitwa Almijus Kajumba Benedict, mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule ya Green Acres. Nakuja naelezea hasara. Kama mwenzangu alivyotangulia kusema kwamba mitandao ya kijamii ina faida kwa kijana kwa sababu inaweza kurahisisha mawasiliano kati ya watu wawili ambao wako sehemu za mbali. Lakini hiyo pia inaweza kuwa ni hasara. Kwa sababu gani? Kama kijana amezoea kutumia mitandao ya kijamii katika kuwasiliana yeye na huyo mtu ambaye yuko mbali, inaweza kupunguza ujuzi wa mawasiliano ya ana kwa ana. Kwa mfano hai, ukiangalia katika shule nyingi siku hizi wametoa, unakuta kijana mpaka ukimwambia introduce yourself anakuwa ile confidence, my name, anaangalia chini. Kwa maana hiyo tayari ishapunguza ule ujuzi wa mawasiliano ya ana kwa ana baina yeye na wanafunzi wenzake. Lakini pia hii mitandao ya kijamii kwa vijana inaweza kusababisha matumizi mabaya ya muda. Sababu gani? Kijana anakosa kubalance muda wake kufanya vitu ambavyo vinaweza kuwa vya faida. Unakuta muda wote Insta, zile productive activities ambazo anaweza kufanya zikamsaidia anashindwa kuzisahau.